Lakini waandishi wa habari, wacheni niseme katika hili. Wana Simba tuna kumbukumbu nzuri, tuna kumbukumbu mbaya. Akaniuliza swali, baba, nani kama Jerut? Nikamwambia hakuna kama. Katika rekodi mbaya toka Simba itengenezwe ni miaka 5 iliyopita, ndio mwaka ambao tulipoteza zidi ya watani wetu, tunakwenda kufungwa goli 5 katika uwanja Benjamin Mkapa. Mwana Simba ukakosa kuvaa jezi original, mimi naamini utakuwa hujaitendea haki Simba. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin, ametuamsha salama. Lakini kikubwa bado anaendeleza mapenzi makubwa kwetu sisi, lazima tumshukuru hilo. Na imani katika siku ya leo tulioamka, wako vijana ambao wamezaliwa na siku moja lakini Mwenyezi Mungu amewachukua. Wako watu ambao wanaamini kwamba wameamka wanakwenda vibaruani, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake bodaboda zimewapitia, magari wamepitia, wamerejea kwa Mola wao. Lakini sisi kwa sababu tuna afya njema mpaka muda huu tunazungumza nanyi waandishi wa habari, basi kila sifa njema zinastahili ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu siku zote Mwenyezi Mungu anasema maneno yake ambayo tunayakubali na tunaishi nayo. Anasema khairi minallah, shari minallah. Haya ni maneno ya Kiarabu yenye tafsiri. Jambo kheri linakuwa la kwake na jambo baya linakuwa kwake. Mungu akisema leo Kisugu huwezi kufika Kariakoo, kweli siwezi kufika. Na Mungu akisema leo Kisugu kenda mjini, waandishi wa habari watakupa hela, basi mtanipa hela. Mtanipa hela mnipi? Nashukuru sana. Bwana Mikoi, tuanzie hapa bwana. Leo Simba na jambo nene zito kweli kweli, haswa majira ya saa 8 kamili za mchana. Kitu gani ambacho mnakitarajia kuelekea kwa Simba Sports Club msimu ujao? Dhahiri michuano ya Kagame tarehe 25 wanakwenda kuanza michuano hiyo Simba Sports Club. Kila mwana Simba ndani ya masikio yake anapenda kusikia kizuri kutoka Simba. Na leo kama mlivyosema waandishi wa habari kwamba Simba tuna jambo kubwa, kwa namna ambavyo tumeona kupitia kwa msemaji wa Simba na tumeona kupitia kwenye peji Simba. Leo hii ni waibie siri namna ambavyo research inayofanya kujiridhisha wana Simba, kila simu ya mwana Simba ina bando. Kila simu ya mwana Simba ina bando. Dhamira na nia kusubiri muda mwafaka kuona namna ambavyo klabu nini nakuja kusema, kwa sababu tunaamini hakuna jambo baya linaosemwa na klabu ya Simba mbele ya wana Simba. Kwa hiyo tuwe na subira, tuwe na uvumilivu mpaka pale ambapo msemaji wa Simba Ahmed Ally atakaposimama katika nanyi waandishi wa habari atakakwenda kuzungumza. Lakini niseme tarajieni mambo mazuri kutoka Simba. Tarajieni mambo mazuri kutoka Simba. Simba hatujawahi kuwa na jambo baya. Simba hatujawahi kuwa na jambo dogo. Mfano, siku 3 zilizopita mpaka 4 wakati tunatawadha kuwa mabingwa wa ligi ya CRDB, msemaji usiku ule anasema kesho paredi litaanzia katika uwanja nini? Uwanja wa ndege. Waandishi wa habari mmekusanyika, mmekuwa mashahidi. Kuna watu wamefanya maparedi miaka 5 iliyopita, lakini bado paredi waliofanya Simba ilikuwa paredi la kipekee. Bado paredi waliofanya Simba limetrendi kuliko ni paredi ya miaka 5. Na moja jambo ambalo lilotendi siku hizi, naomba sana wenye mahoteli waseme, kila hoteli yako weka tangazo, ukila ukishiba, ukikiona kichaka unaruhusiwa kwenda kujisaidia. Unaruhusiwa kwenda kuchimba dawa. Ukiwa na maradhi unachimba dawa, unafanyaje? Unapona. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tutarajia kupata mambo makubwa, tupate mambo mazuri. Kikubwa subira minallah. Jezi zinazungumzwa sana, lakini pia vile vile kilele cha siku ya wana Simba, Simba Day, na lenyewe pia liko mbeleni linazungumzwa sana. Mnatarajia mwitikio kiasi gani kwenye hili mambo haya mawili makubwa? Mzaburi wa jezi Jerut, hii jezi ulovaa pasina shaka ni ya msimu ujao. Amejipanga dhahiri kwenda kuileta ile ya msimu uliopita. Amejipanga dhahiri kwenda kuwaletea jezi nyingine kuelekea msimu. Kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Tanzania hakujawahi kuvaliwa jezi original. Hapo nyuma watu walikuwa wanafanyaje? Wanaamini. Lakini kuanzia mwaka jana Watanzania wengi wameamini kumbe kuna jezi nini? Original. Na hizi jezi original zimevaliwa pekee na klabu ya Simba Sports Club. Mletaji ni huyu Jerut, mzabuni wa jezi wa klabu Simba. Ndio timu ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuvaa jezi zenye bakoni ambayo inakuonyesha ile jezi
ina kiwango gani na imetengenezwa katika kampuni gani na wapi ilipotokea na tarehe ngapi imetengenezwa na tarehe gani na kwenda kuexpire. Afrika ni jezi pekee imevaliwa na Simba Sports. Ninachokiamini, ninachokisubiri mwaka huu kuiona jezi wanaovaa Simba inakuwa na ubora zaidi kuliko ni ya jezi ya mwaka jana. Jerut hajawahi kukosea. Jerut amekuja kuwafungua watu macho waone. Jerut amekuja kuwazindua watu akili zao ziweze kuoperate na kuona mbali. Kumbe inawezekana. Watu jezi original walikuwa wanaziona tu. Wanavaa Liverpool, wanavaa Arsenal, wanavaa Barcelona, wanavaa Inter Milan, wanavaa Juve. Katika bara la Afrika nao wanavaa Simba. Mwaka jana nimefanya research, jezi za Simba katika bara la Afrika klabu moja tu ndio ilijaribu kufuata nyendo za Simba, Al Ahly kutoka Misri. Lakini jezi zinovaliwa mwaka huu, haya maneno ya ekeni. Nyinyi waandishi wa habari mje kuniuliza, ndani ya bara la Afrika kitambaa kwa ubora wake wanakuja kuvaa Simba Sports tu kwenye bara la Afrika. Nimefanya research, kitambaa kinachokuja Ulaya jezi klabu mbili tu. Simba klabu mbili bara zima la Ulaya haina kitambaa ambacho jezi zetu mwaka huu zilizotengenezewa. Liverpool, Barcelona. Kwa research yako, ni waombe wana Simba, wakati wa kutengeneza kibubu umefika. Tengeneza kibubu chako cha mbao, weka kamdomo juu. Wazee wenzangu wa miaka 80 wanajua ninachozungumza. Ukipata 1000, 2000 weka kwenye kibubu. Weka dhamira katika moyo wako kwamba hii ninachoweka itimie 1040, itimie 1045 ili nikanunue jezi original za Simba nikatambe nazo Simba Day. Alisubiri kwa hamu kiasi gani siku ya wana Simba? Ubora wa usajili wa mwaka huu wa Simba, ubora wa kikosi cha Simba. Tunapokwenda Simba Day, mwana Simba ukakosa kuvaa jezi original, mimi naamini utakuwa hujaitendea haki Simba. Juzi kwenye paredi tumeona basi mbili, Eriza na Eriza nyingine, lakini Eriza moja ni ya Simba yenyewe ambayo Jerut aliweka ahadi atawapa nani? Wana Simba. Lakini kwa nini aliweka ahadi na amekwenda kutekeleza? Maana yake tumempa support, ametekeleza ahadi aliyofanyaje? Aliyoiweka. Ili atekeleze ahadi zilizobaki, maana yake lazima tumpe nini? Support. Kumpa support Jerut si kuzungumzia tu kwenye vyombo vya habari, ni kwenda kununua bidhaa ambazo anafanyaje? Anazozitengeneza. Juzi nilikuwa zangu Morogoro katika tamasha bomba, tamasha kubwa la Wape. Jana wakati narejea, mwanangu anapenda Simba kama mimi babake. Baada ya kunisalimia, nilikuwa nimevaa jezi yangu ile nyeupe ya Jerut. Akaniuliza swali, baba, nani kama Jerut? Nikamwambia hakuna kama. Kwa mimi naamini mambo yatakuwa vizuri, mambo yatakuwa sawa sawa. Lakini waandishi wa habari, wacheni niseme katika hili. Wana Simba tuna kumbukumbu nzuri, tuna kumbukumbu mbaya. Huwa sipendi kuizungumza katika vyombo vya habari kwa sababu na kwenda kutonesha mioyo na maumivu na machungu kwa wana Simba, lakini napaswa niyazungumze kwa sababu na msingi wa kuzungumza hayo ambayo nataka kufanyaje? Kuyazungumza. Kila mwana Simba arejee kumbukumbu miaka 5 kwenye ligi NBC, kwenye mashindano yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana Simba tukufanya vizuri. Katika rekodi mbaya toka Simba itengenezwe ni miaka 5 iliyopita. Ndio mwaka ambao tulipoteza dhidi ya watani wetu, tunakwenda kufungwa goli 5 katika uwanja Benjamin Mkapa. Miaka 5 iliyopita tumenyanyasika na watani, tumefungwa zaidi ya mara 6 mfululizo, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa miaka ya nyuma. Kwa nini tunamweka nyuma Mo? Bado tuna makovu
Kwa nini nasema tuna makovu? Kwa sababu ukiwa na kovu, ukipita kwenye mtu ukijigusa, maana yake linatoka kwenye kovu linarejea kwenye nini? Kwenye kidonda. Kidonda kikikija, maana yake inakuja nini? Maumivu kwenye moyo. Wako watu wanatengeneza kampeni waturudishe kwenye maumivu kwenye moyo. Wapo. Ina nani hao mikono? Jaribu kuweka bayana. Kampeni zipi? Leo hii wallahi namwambia Mwenyezi Mungu, waliyesababisha sisi kufanya vibaya miaka 5 iliyopita, leo ndio wanapita mitaani kutengeneza kampeni kutaka kurudi kwenye madaraka. Hili halitakubalika. Hili sitaliacha salama mpaka Mungu anachukua pumzi yangu ya mwisho katika hii dunia. Watu waliopewa nafasi, watu waliokuwa wanajitia kipaumbele kwenye Simba, watu waliosababisha tukose ubingwa miaka 5, watu waliosababisha tufungwe na Yanga mara 6, leo wanapita mitaani wanaandikisha wanachama Simba ili mradi waende kufanya vurugu ndani ya Simba. Hili halitakubalika. Nazungumzia miaka 5 akina Trey. Leo hii timu imesimama. Leo hii wallahi nimesikia kauli za kutoka kwa watani wetu. Wanasema tunamshukuru Azam kutufunga Mwanza, kutokwenda kukutana na Simba ile. Yaani kumbe ile hali kuna wana Simba ndani ya Simba wanaumia. Yawezekana wana Simba hao wanaofanya kampeni wao ndio wanatengeneza mazingira sisi kufungwa na Yanga mara kwa mara. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.